Sasa tukumbuke hawa walishtakiwa na makosa makubwa mawili. Kosa la kwanza ilikuwa ni kubaka kwa genge na kosa la pili kulawiti kwa genge. Kwa leo tumepata majibu baada ya hukumu au wakati wa hukumu. Kwa mantikio, Mheshimiwa Jaji amesema kosa la kulawiti kwa genge halipo. Kwa hiyo washtakiwa hawakutakiwa kushtakiwa nao. Kwa hiyo hakuna kosa linaloitwa kulawiti kwa genge. Kwa mara ya kwanza Tanzania tumepata majibu kwamba hakuna kumbe kulawiti kwa genge. Kwa maswali yenu yale kinyume na maumbile yamejibiwa leo na imetiki. Kwa kulawiti kwa genge kinyume na maumbile imetiki, haipo katika sheria zetu. Kwa hiyo tumebaki na moja tu ambalo sasa ni kosa la kubaka kwa genge, kwa kundi. Kubaka kwa genge, ila wao walishtaki kubaka kwa kundi, lakini kubaka ni kwa genge. Sasa baada ya majumuisho ya mwisho, Mheshimiwa Jaji ametoa maoni yake. Kwa hiyo katika hili amesema rufaa imeshindwa kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Jaji amesema amejiridhisha ushahidi wa muhanga unaendana na yule aliyeleta video. Lakini kumbukeni, toka mwanzo tuliwaambia muhanga anasema yeye hajawahi kuiona video hata siku moja. Hajawahi kuiona video. Na yule aliyeleta video anasema yeye ni mtaalamu wa computer, sayansi ya computer, sijui sayansi ya nini, ambaye naye anasema yeye hajawahi kuwaona watu. Kwa hiyo wamefungwa kwenye kipengele cha utambuzi kwamba walitambuliwa kwenye video ambayo muhanga hajawahi kuiona. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajiandaa, tumeongea nao, tumebaki na kitu kidogo tu hicho. Katika kesi hii ya rufaa nilikuwa nasaidiana na Bwana Offmed Mtenga. Leo kesi yetu imekuja kwa ajili ya hukumu, na katika hukumu hii Mheshimiwa Jaji walitushtakiwa kulikuwa na makosa mawili ambayo yalikatiwa rufaa, kosa la kubaka kwa kundi na la kulawiti. Lakini kosa la kubaka kwa kundi washtakiwa wameendelea kushikiliwa na hatia na wameendelea kuhukumiwa kifungo cha maisha. Na kosa la kulawiti jaji amewaachia huru washtakiwa na kuwafutia hukumu yao. Na kimsingi kabisa ni lakuna ambayo ameiona yale mapungufu ambayo yalikuwa kwenye sheria ya kulawiti kifungu namba 154 kifungu kidogo cha kwanza hakitoi nafasi ya watu kubaka kwa kundi, kwa hiyo kulawiti kwa kundi. Kwa hiyo jaji ameona kuna mapungufu kwenye charge sheet na amewaachia huru katika kosa hilo, na amependekeza kuwepo na amendment kama ambavyo inasema kubaka kwa kundi na kulawiti, kwa kuna kulawiti na kulawiti kwa kundi. Na hivyo basi katika makosa haya mawili kosa limoja limebaki na wameendelea kutumikia kifungo chao ambacho walipewa na mahakama ya chini. Jaji ameelezea kuhusiana na kifungu hicho kukiuka katiba, kwa maana kifungu cha maisha hakimpi mshtakiwa nafasi ya kujirekebisha.